We get to the Word of God this afternoon. The Gospel according to Saint Matthew. Gospel according to Saint Matthew, chapter number 16. Gospel according to Saint Matthew, chapter 16, verse 13. Injili ya Mathayo 16, mstari wa 13. The Bible says, verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that you are John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom say you that I am? And Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father who is in heaven. And I say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Praise the name of the Lord. I want to share with us the Word of God entitled, The True Foundation. The True Foundation. Msingi wa kweli. Jesus is ministering to the people, if you read from now verse 1 of this particular chapter. And at this moment, Jesus desired to know something. He inquired something. Na jambo ambalo ni vizuri kulielewa, Yesu hakuwa anauliza haya maswali kwa sababu hakuwa anajua. Ni vizuri kujua who Jesus is. He is all knowing. He is God that knows everything. He was before the creation of the world. He was before everybody else was born. He is actually the creator of all things. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo wakati Yesu anauliza haya maswali, sio kwa sababu hajui, ni kwa sababu kuna kitu anataka watu waelewe na sisi tuelewe. And so he calls the disciples. Na anawauliza swali, tumetembea na nyinyi na mmekuwa mkiwa ndani ya watu. You have been walking with the people pale in the villages, in the towns, in the cities. You have been walking with people. My question is, who do people say that I, the Son of Man, I am? Whom do they say that I am? Praise the name of the Lord. Na ni vizuri uangalie hapa, kuna vile ambavyo Yesu anajitambulisha. Na anasema kwamba, whom do men say that I, the Son of Man, am? Nini wanasema? Mimi mwana wa Adamu ninaitwa nani? Katika maisha ambayo tunaishi kuna jambo ambalo huwa tunapenda. Mtu huwa anaitanishwa na cheo ambacho amekaa kilicho juu. So everybody you are actually defined according to your highest rank. Ninaona wale watu ambao wamesoma sana. Kama amesoma akona degree moja, anaitanishwa na degree moja.
Akifanya ingine inaitwa masters, anaitanishwa na masters. Akifanya ile inaitwa PhD, sasa hata kuwa akiitwa tu master, anaanza kuitwa doctor. Akipita zaidi pale, akifanya several researches, akienda pale kwanza kufunza pale university, pia wanambadilika, wanampatia jina lingine, anaitwa nani? Professor. Praise the name of the Lord. But now Jesus, he knows he is a son of God. Yeye anajua yeye ni mwana wa Mungu. But when he is telling the people, he is asking them, whom do they say me, the Son of Man, am? So yeye hajitanishi na Mungu, hajitanishi kusema kwamba I am the Son of God. He is saying I am the Son of Man. Why is Jesus saying this? Ni kwa sababu angetaka mamlaka ya duniani yaelewe why he came. Praise the name of the Lord. And Jesus came for the redemption of the world. Alikuja ili kila mmoja wetu tukaweze kupata ukombozi, tukaweze kupata wokovu, tukaweze kusamehewa dhambi zetu. That is why he came. He came ili ya kwamba mimi na wewe tukaweze kupata ufalme wa mbinguni. We were disqualified because of our sins. Tulikuwa tayari tumeondokea mambo ya kurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu ya dhambi zetu, na Yesu alikuja ili akaweze kuturejeshea mahali ambapo tunaweza kurithi ufalme wa mbinguni. But for him to do that, he had to become a man like us. Jina la Bwana libarikiwe. Remember, it is man that sinned, and so it is man that is supposed to pay for the penalty of the sin. Ni mwanadamu alikosea, na kwa hivyo ni mwanadamu anafaa kulipia gharama ya ile dhambi. Ni yeye anastahili kuadhibiwa kwa sababu ya ile dhambi. And now because hakuna mwanadamu ambaye is perfect, no other man could have paid the price. Praise the name of the Lord. Because the Bible says, whoever is born of a woman is born a sinner. Yeye anayezaliwa anazaliwa kuwa nini? Mwenye dhambi. Na kwa hivyo hakuna yeyote ambaye angequalify kuweza kutulipia na kuweza kuadhibiwa kwa sababu ya dhambi zetu. But then it is man that sinned, it is man that have to be punished. And so Jesus alipokuja, and this is what the Bible says in the book of Isaiah. If you look in the book of Isaiah, should be chapter 9, nasema kwamba unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Unto us a child is born, and the child that is born is actually what Jesus is saying here, is the man. But inside the child, then there is the Son of God who is perfect, who is sinless, who does not have any particular blame. And then by that he qualifies to pay for the debt of our sin. Jina la Bwana libarikiwe. And that is why Jesus is actually now addressing himself. And he is saying, even if I'm Jesus, the Son of God, I'm also a son of man. Because I was born of a woman, but I was born without sin. And because of that, I'm able now to redeem and to deliver men from their sins. And so Jesus is asking this question, who do men say I, the Son of Man, am? Wanasema mimi ni nani? Now the disciples, they had interacted with the people pale mitaani, na wamesikia vile watu wamekuwa wakisema, kwa sababu watu wameangalia Yesu akihubiri, wameangalia Yesu akitenda mambo, then wakaanza kusema kuna uwezekano huyu ni fulani, kuna uwezekano huyu ni fulani, kuna uwezekano yule ambaye tuliambiwa nyakati za kale ndiye amefufuka na kuwa sasa anatembea miongoni mwetu. Na kwa hivyo wakamjibu Yesu. In verse 14 wanamjibu kile ambacho watu wamekuwa wakisema. Nasema kwamba wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, kwa sababu wamesikia Yohana aliuliwa na Herode. Sasa wanafikiria tena Yohana amefanya nini?
amefufuka, kwa sababu kuna mambo waliona Yohana akitenda na wanaona Yesu anatenda yale. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo wanafikiria pengine Mungu amemfufua John the Baptist, sasa ndio huyu tunaona. Na wengine wanasema wewe ni Elijah. Kwa nini walisema ni Elijah? Angalia maisha ya Elijah. Elijah was a man that was walking in miracles, signs and wonders. Maisha ya Elijah ilikuwa ni maisha ya miujiza. Na ukiangalia hapa Yesu naye sasa ametembea katika nini? Miujiza. Sasa wanafikiria huyu ni Elijah, amefufuka. Ni Elijah tumeletewa. Na kwa hivyo wengine wanasema yeye ni Elijah. Alafu wengine wanasema he is Jeremiah. Kwa nini wanasema ni Jeremiah? Jeremiah anajulikana as the wailing prophet. Huyu ni nabii wa kuomboleza. Ni nabii ambaye alikuwa anaomboleza kwa sababu ya dhambi za wana wa Israeli. Ni nabii ambaye aliinuliwa na Mungu wakati Israeli wamepelekwa mateka, na sasa analilia maisha ya Waisraeli waweze kurejea katika njia za Mungu. Na Yesu alipokuja, he is actually doing the same. He is weeping for the sins of the people. He is crying for the sins of the people. Na kwa hivyo watu wakimwangalia wanasema, tumeambiwa Jeremiah was a waiting prophet. Sasa si ndio huyu tena amefufuka? He is waiting for our cities. He is crying for our nation. He is crying for our lives. He is Jeremiah. Na wengine wakasema, hatuelewi, lakini tukimwangalia tunaona huyu ni mmoja wa wale manabii wa kale wamefufuka. So one of the prophets that have resurrected. Na ni kwa sababu hawa watu hawakuwa wamepata ufunuo wa kuelewa who exactly Jesus was. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri kujua ya kwamba msingi ulio bora ni katika kuelewa mwanzilishi wa Ukristo na mwanzilishi wa Injili anaitwa nani, na yeye anatenda kazi namna gani. That is the true foundation. It is when we come to the knowledge of who Jesus truly is. It becomes the true foundation for our lives. It becomes the true foundation for Christianity. Without knowing Jesus, there is no Christianity. Without knowing Jesus, there is no eternal life. Without knowing Jesus, who He is, we will live defeated lives. But the true and the firm foundation ni kuelewa Yesu yeye ni nani. Now the question is, Yesu naye ameendelea hapa na anawaangalia na anawauliza swali. Ni vizuri sana mmenieleza what people say that I am. Na nimesikia mimi ni Yohana Mbatizaji according to some. Nimesikia mimi ni Yeremia according to some. Nimesikia mimi ni mmoja wa wale manabii according to others. Nimesikia mimi ni Elijah according to the others. Lakini kwa nyinyi, nikikuangalia wewe Petro, nikuangalia wewe Andrew, niangalie wewe John, niangalie wewe Matthew, nikikuangalia wewe Bartholomew, nikikuangalia wewe Judas, whom do you say that I am? Nimetembea na nyinyi, nimewaita, nimewalisha, nimewafundisha, mmeona miujiza ikitendeka. My question to you, whom do you say that I am? Praise the name of the Lord. This is the big question. The answer to this question becomes our firm foundation that we can stand on. Praise the name of the Lord. Amen. And Peter alisimama akamwangalia Yesu na akamwambia, and when Peter is speaking, ni kwa sababu Peter alikuwa ni wale wapendwa ambao they are quick to speak. Praise the name of the Lord. Unajua katika kila umati, kila kundi la watu, lazima kuwe na mmoja ambaye atakuwa quick to do what? To speak. Praise the name of the Lord.
Kuna ile neno huwa tunatumia kwa kawaida, sitaki kutumia hilo neno. But there are those people, they are always quick to do what? To speak. Akiwa katika kundi la watu, yeye ndiye atakuwa ni wa kwanza kuongea. Na sio vibaya, it is a strength Mungu amewapatia. Sometimes wataongea na waongee wakosee. Sometimes wataongea na wasaidie wengine. Sometimes wataongea wakwaze wengine. But ni Mungu amewapatia ile. Praise the name of the Lord. Kuna watu tunafanya kazi nao. Na kuna watu najua alikuwa kwa mkutano. Kukiulizwa swali ndio wa kwanza kuongea. Na hata kabla hajapata the full information, ashaanza kufanya nini? Kuongea. And it is okay. Praise the name of the Lord. And if you are one of them, just give God all the glory. All the glory. Not all of us are like that. Wengine wetu we are beaten sad. Kabla tuongee, kwanza tutasikiza. And then we are going to talk. Praise the name of the Lord. And so Peter was that kind of a person. Yule ambaye anataka kuanza kuongea. And immediately alianza kuongea. Na akamwangalia, akamwambia, you are. And we look at verse number 16, it says, and Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Alimwangalia vizuri, akamwambia, yes, tumetembea na wewe, umekuwa rabii kwetu, umekuwa mwalimu kwetu. Tumekuona ukitupatia mikate, umetupatia samaki, umetupatia mambo mingi, but there is something I can tell you, you are the Christ, the Son of the living God. Praise the name of the Lord. Sasa angalia hili jibu la Peter na vile Yesu alikuwa ameanza. Yesu alianza kwa kuwauliza, whom do men say I, the Son of Man, am? But Peter now is answering. He is not telling him that you are the Christ, the Son of Man. He is telling him, you are the Christ, the Son of the living God. So he is giving now the other part of Jesus. Jesus has given the first thing, that I am the Son of Man. But whom do people say that I am? And Peter tells him, you are the Christ. And not only that, you are the Son of the living God. So when I look at you, I see God inside of you, and I see the nature of God that you are carrying. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. And then he says, you are the Christ. The word the Christ. In other versions, unasema the Messiah. You are the Messiah. Inamaanisha yule ambaye ametumwa na ametiwa mafuta. Ametiwa mafuta kwa kusudi fulani, for a certain purpose. Christ means the one anointed for a purpose. The one anointed by God for a purpose. Yule ametiwa mafuta na ametumwa na Mungu akiwa na kusudi, na kusudi ni moja, ni kusudi la kuleta wokovu na ukombozi. So he is looking at Jesus and he is telling Jesus, you are not just Jesus. When you are born, they called you Jesus, but you are not just Jesus. You are the anointed one, so that we can receive eternal life. Wewe ndiye mpakwa mafuta wa Mungu ili sisi tukaweze kupata ufalme wa mbinguni, tukaweze kupata urithi wa maisha ya milele. You are the Christ and the Son of the living God. And Jesus looks at Peter. Looks unto Peter and tells him, Peter, I want to tell you something. Flesh and blood have not revealed this unto you. Haujafunuliwa haya mambo na mwili ulio na nyama na damu. Haujafunuliwa haya mambo na ufahamu wa binadamu. Haujafunuliwa haya mambo kwa sababu ya kuwa katika shule. Haujafunuliwa haya mambo kwa sababu ya kuwa katika mambo mengi. Umefunuliwa haya na Mungu wetu aliye juu mbinguni. And this is the true foundation. It is getting a revelation from God of who Jesus Christ is. Jina la Bwana libarikiwe. And I want to say to us, brethren, for us to have a firm foundation and the true foundation, we need to have a revelation of who Jesus is. And the revelation of who Jesus is
we are not going to get it anywhere. It is going to come from God our Father. It is God himself who reveals Jesus unto us. And the more we get the revelation of who Jesus is, it becomes our firm foundation that we can stand on. Jina la Bwana libarikiwe. There's a singer who sang and said that Jesus, you are my firm foundation. I know I can stand secure. I know my life is safe and secure because Jesus is my firm foundation. And he said that I have a living hope. I have a future. I know God has good plans for me. And this I am sure of. Why? Because Jesus and a revelation of who Jesus is in my life, it becomes my foundation. Jina la Bwana libarikiwe. The stability of every building depends on the foundation. Udhabiti wa nyumba yoyote unategemea msingi wake uko namna gani. Kama msingi sio bora, ile nyumba haitastahimili wakati wa dhoruba, wakati wa mawimbi, ile nyumba haitasimama. Wakati kutakuwa na shida, ile nyumba haitasimama. Lakini msingi ukiwa bora, ile nyumba itasimama. And true and the firm foundation of our Christian walk is now knowing who Jesus is and having a revelation of who Jesus is. Praise the name of the Lord. I want to say to us, we cannot know Jesus fully. Hatuwezi kumwelewa hata zaidi. Look at this in the book of Philippians. Kitabu cha Wafilipi Book of Philippians chapter number 3. Philippians chapter 3 and verse 10 says, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Now Paul is saying ya kwamba amesoma mambo mengi, but he says that I desire to know him, to know who? Jesus Christ. Na kama kuna mtu ambaye alikuwa ameelewa Kristo sana ni Paulo. I don't know how many of us can actually attain and can actually say they have attained the level of knowledge of Jesus like Brother Paul, the Apostle Paul. Pale alikuwa amefika. Kumbuka walikutana na Yesu akiwa barabarani kwenda Dameski to persecute the believers. But he met with Jesus face to face. Praise the name of the Lord. We have heard about Jesus, but Paul met with Jesus face to face. And then he is saying that I may know him. In other words, I want to know him more and more. Kwa hivyo hata kama amemjua, amemuona kwa macho, bado anasema I have not yet known him. I want to know him. Nataka nimjue. And this becomes our foundation, brethren. We need to desire to know Jesus more and more. And for us to know Jesus, we need a revelation from God. It is God who is going to reveal unto us who Jesus is. So every day inasailikuwa ya kwamba it is our desire. I want to know Jesus. I pray that Father, reveal Jesus unto me. Reveal Jesus unto me every day of my life. Nataka nikamjue Yesu zaidi katika maisha yangu. Nataka nikamuelewe yeye ni nani katika mbingu. Yeye ni nani hapa duniani. Yeye ni nani katika moyo wangu. Baba nifunulie. Nipatie ufunuo wa who Jesus truly is. Praise the name of the Lord. Jesus is telling Peter, flesh and blood have not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. It is God that revealed Jesus unto us. Let us go deeper to God.
Let us go deeper with our Father. Na tumwambie Bwana tufunulie zaidi, tukamwelewe Yesu. Tuache tu kusema yeye ni Yesu, bali tuanze kuwa na ufunuo wa yeye ni nani. When now we have this revelation of who Jesus is, it becomes our firm foundation. And the true foundation, msingi wa kweli na msingi thabiti na msingi ulio bora, knowing who Jesus is. Our question is, do we know Jesus? Do we know who he is? Can we say like Peter, you are the Christ, the Son of the living God? Many times, if you ask this question, we will look unto the miracles that Jesus has done for us. We look at the day he healed, the day he delivered, the day he provided blood, the day he provided water. And so we'll be calling him a